Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa kipindi cha Baraza la Maandiko kwenye kipindi cha 4 cha Baraza la Maandiko ambacho kina lengo la kufunua tabia ya Mungu na kuyaeleza maandiko matakatifu katika uhalisia wake. Siku ya leo katika kipindi chetu tutakuwa na mgeni wetu Apostle Shemeji Melaiki. Ni mhubiri wa neno la Mungu lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Kwa leo specifically tutakuwa na kitabu cha Moyo wa Baba kama inavyoonekana hapa mbele. Tutakichambua kitabu hiki na kuelezea baadhi ya mambo ambayo mwandishi alikusudia kuyafikisha kwa wale kwa maandikia ujumbe. Kwa hiyo tuingie kwenye maombi alafu tutakianza kipindi chetu moja kwa moja. Mungu wetu tunakushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine uliyotupa kuyafunua maandiko yako matakatifu. Asante kwa sababu katika hayo fahamu zetu zinajengwa na sisi tunajitambua sisi ni nani katika wewe Mungu wetu. Asante kwa sababu ujinga unaondoka katika fahamu zetu na nuru yako inaangaza na sisi tunajifahamu kupitia wewe. Asante kwa sababu yote yatafanyika sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Karibu Amen. Apostle Shemeji. Nashukuru sana. Naomba uwasalimie kidogo wapenzi watazamaji wetu. Imekuwa kitambo kidogo hatujaonana kwenye baraza. Na leo baraza liko hewani tena. Kwa niwakaribishe na mimi nitakuwa na kipindi kizuri sana. Amina. Karibu sana Apostle. Nashukuru sana. Tukianza moja kwa moja kipindi chetu ni kwamba kitabu cha Moyo wa Baba. Tunatamani tujue Moyo wa Baba ni nini? Kwa nini Moyo wa Baba? Na ulipokuwa ukiandika nini ambacho kilikuwa kwenye moyo wako kikakusukuma uandike kitabu hiki? At least mtazamaji akipata kitabu hiki akaanza kukisoma basi kile ambacho kilikuwa kwenye wazo lako pia kiendana na ambacho yeye atakuwa amekusudia kupata kwenye kitabu. Karibu utusaidie Moyo wa Baba. Kwenye kitabu cha Moyo wa Baba kuna mambo kadhaa yamenisukuma kuandika. Cha kwanza, nimepita katika mchakato mwingi wa kutafuta kufahamu tabia ya Mungu. Kwa hiyo nimejifunza, kuna wakati nilianza kuchambua vitabu vya Yohana. Nilipokuwa nasoma naona kama kuna vitu Yohana alikuwa anavisema juu ya Mungu ambavyo vilikuwa kama vinanishangaza hivi. Nikaanza kusoma kwenye Injili ya Yohana, nikaenda kwenye nyaraka za Yohana, kidogo Ufunuo wa Yohana sikufika wakati nafanya huo uchambuzi, lakini angalau nilisoma nini ambacho kinazungumziwa kwa habari ya Mungu kwa kupitia nyaraka za Yohana na Injili ya Yohana. Kwa kuna kama vile kuna vitu vilifunguka, nikaanza kufikiri Mungu ni tofauti kuliko nilivyokuwa nafikiri. Lakini pia kwenye community ya watu, jamii ya watu wanaotuzunguka, mtazamo wa Mungu sio kama ambao nilikuwa nauona. Kwa hii ikanipeleka tu nisifikiri kwamba mimi nimejua, lakini nikatamani watu wengi zaidi wajue. Mtazamo wa watu wengi juu ya Mungu uliokuwa unanishangaza ni kwa sababu Mungu alikuwa anaonekana kama vile ni kinyonga. Tabia zake za kuchanganya, mara mwema, mara mbaya. Nilikuwa nikienda kwenye misiba, ilikuwa inadisturb, Bwana ametoa, afu Bwana ametoa. Mungu anaonekana mwema, Mungu anaonekana mbaya. Kwa mambo mengi yakaanza kunisukuma sasa kusema nawezaje kuwasilisha kwa urahisi kabisa na kwa lugha ya kwetu tabia ya Mungu. Watu wafahamu Mungu ni nani, Mungu anafanya nini, Mungu hafanyi nini. Kwa ndo hicho ndo kitu cha kwanza kilichokuwa kinanisukuma sasa kuandika. Kwa nipata muda kwanza wa kufundisha session kadhaa, nifundisha Morogoro kwenye Recharge Concert Moyo wa Baba, nikaja tukafanya seminar Dar es Salaam kwenye Charis Conference, nikafundisha siku 2 juu ya Moyo wa Baba. Alafu kile kikawa ni kitu ambacho kinanihamasisha kila wakati kuendelea kujifunza Mungu ana tabia gani. Lakini la pili ni namna ambavyo watu wanasoma Agano la Kale na kutoka na Mungu ambaye ni monstrous, Mungu ambaye ni lijitu la hatari. Kwa ukitajwa hata leo kanisani ukitaja Mungu yuko hapa, unaona kama vile watu wamebadilika. Yaani watu wanaanza kuogopa. Nikasema kama huyu Mungu ni mwema, kwa nini watu wamuogope? Kuna mtazamo gani uliotengenezwa juu ya Mungu? Mungu akitokea ni tuwaze mabaya au tuwaze mema? Kwa haya mambo yote yakawa yananisukuma, why don't you write, baada ya kufahamu kwa sehemu tabia halisi ya Mungu ni ipi. Na tunasoma pia tunasema Mungu habadiliki, yeye ni yeye yule jana leo na hata milele. Lakini mbona kama anaonekana ana mapicha picha, yani
inaonekana kama vile Mungu wa Agano la Kale ni mwingine, Mungu wa Agano Jipya ni mwingine. Ana tabia nzuri hapa, ana tabia mbaya hapa, ana tabia nyepesi hapa, ana tabia ngumu hapa, ni muuaji, mara sio muuaji. Tumchukulieje? Kwa hii mitazamo yote ndio ikanifanya ni waze sasa kuiweka kwenye systematic way. Kama ambavyo miaka ya nyuma niliamua kuanza kuchambua Injili ya Yohana na kuangalia Yesu alivyokuwa anamrepresent, anamwakilisha Baba ili tupate kumfahamu. Kwa sehemu hiyo ikanisukuma kuandika kwa ajili ya waamini ambao tayari wana mtazamo usio sawa juu ya Mungu, lakini pia hasiyeamini akutana naye atajua kumbe huyu Mungu ni mwema kwa kiasi gani. Yes. Okay. Asante sana kwa utangulizi huo. Na tumejua kilicho kusukuma kuandika kitabu hiki ni nini. Ni vile ambavyo ulikuwa ukiviona kwa jamii vikiendelea. Jinsi ambavyo watu walikuwa wanamchukulia Mungu kama ulivyoelezea. Okay. Katika kufuatilia kwako na ulivyotuandikia hapa ndani kwenye kitabu hiki, ni picha ipi ambayo ulikuja nayo kuhusu Mungu? Ni rahisi tu. Kitu cha kwanza nilichokiona, actually ndo pekee nilichokiona ni kwamba Mungu ni mwema sana. Tofauti na ambavyo watu wanamchukulia. Mungu sio mchanganyiko. Mungu sio mwema na mbaya. Mungu sio anayetoa na kutwaa. Mungu si anayeua na kuhuisha, ijapokuwa kuna mistari mingi watu wanatumia kusema hivyo. Kwa ukifuata uchambuzi sahihi wa maandiko ya Agano la Kale, kwa namna ilivyotafsiriwa, kwa namna mitume walivyochambua, Yesu alivyochambua, unaona ya kwamba Mungu ni mwema. Yesu mwenyewe alisema hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu. Ile statement ilikuwa shocking sana kwangu. Shocking sana. Kusema hakuna aliye mwema ila Mungu, ina maana yeye ndio epitome, yeye ndio kiini cha wema. Kwa nikatoka na kwamba moyo wa Baba ni wema. Kwa Mungu ni mwema. Kwa sababu wakati mwingine unasikia watu wanasema God is good all the time, and all the time God is good, and that is his nature. Wow. Ukiwaambia sasa wema wake kwamba Mungu haui, mtu anasikia hasira. Haiwezekani. Mwingine akanichanganya siku moja akasema hata kwenye huo ubaya Mungu ni mwema. Sema nikamuuliza swali rahisi tu. Kwa nini wasema ni mwema? Kwa sababu anasema kwa sababu kwenye ubaya wake ana makusudi mema. Nikamwambia sawa. Jambazi na yeye ni mwema. Kwa sababu kwenye kuua kwake wakati anafanya ujambazi anataka kulisha watoto wake. Tunaweza kusema Mungu yuko hivyo? Akaja juu. Kwa nikatumia kuanza kuelezea ubaba wa Mungu na namna ambapo Yesu alichambua, mitume walichambua maandiko ya Agano la Kale ambayo ni Mwanzo mpaka Malaki, kuonyesha Mungu yukoje. Na nilitoka na picha moja inayoitwa Mungu ni mwema. Kwa Yohana anasema Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza. Yakobo anasema Mungu anasema kila kitolewacho kilicho kamili inatoka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kivuli cha kugeuka. Ukiangalia pale maneno kivuli cha kugeuka, maana yake ni kama eclipse, kuwa na giza na nuru, kuwa na wema na ubaya. Kwa hiyo ikatoka na picha moja kwamba kama Mungu ni mwema, inatakiwa iwe tabia yake throughout. Kwa sababu tunasema Mungu habadiliki. Na tunaimba kabisa nyimbo Mungu ni yule yule, yeye habadiliki sasa na hata milele. Alivyo juzi ndivyo alivyo leo, ndivyo atakavyokuwa kesho na hata milele. Asante sana Apostle. Kwamba jibu lilo kuja nalo kutoka kwenye kitabu ni kwamba Mungu ni mwema. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Kwa moyo wa Baba ni moyo uliojaa wema tupu. God is only good. Sasa Apostle tusaidie. Na naamini kwenye kitabu chako utakuwa umeandika siku zinavyozidi kwenda tutapata session nyingine kwa ajili ya kujadili kwa undani zaidi. Lakini kwa ajili ya kupata overview ya kitabu, tusaidie. Kwenye Biblia tunaona kama Biblia imeandikwa kuelezea Mungu kwa namna mbili. Ukisoma kwa haraka haraka unaweza kuona hivyo. Kwamba kuna Mungu wa kabla ya Yesu kuja
na Mungu wa baada ya Yesu kuja. Yaani ni kama vile Mungu alikuwa na tabia fulani, alafu Yesu amekuja na akaja kuipooza. Kwa ametubu fulani. Kwa Mungu amekunywa damu tayari. Yaani kile ambacho Yesu amekifanya kimefanya Mungu abadilishe tabia. Ni kama vile Yesu ameenda kumplease Baba kwamba wahurumia hawa watu kwa sababu yangu mimi, usifanye hivyo. Unaongeleaje kitu hiki? Kwa sababu ni Biblia moja ndio tunaisoma, imemfafanua Mungu kwa namna ile kwenye Agano la Kale, kwamba ni Mungu ambaye ukimtibua anakupiga, Mungu ambaye ukimkorofisha ana react na vitu kama hivyo. Lakini tukija kwenye Agano Jipya tunaona tofauti kwamba Yesu anakaa na watu wenye dhambi bila shida. Kwa Yesu ni sehemu ya Mungu ya upole. Ile sehemu iliyotulia ile. Yes. Kwa kama ni shilingi basi Mungu ana pande mbili. Kuna kichwa na mkia. Kichwa unatuelezeaje kulingana pia na kitabu? Sababu kitabu chao kinaelezea moyo wa Baba. Nitasoma mistari kadhaa, alafu hii mistari itatusaidia kuona kitu. Sawa. Kwanza niseme statement moja kwamba Yesu ndo picha pekee ya Baba. Okay. Na kuna mistari hapa inaonyesha Yohana 1 mstari wa 18. Yohana kuna mambo aliyoyasema ambayo nataka tuyapitie, alafu tuangalie na mambo ambayo alisema kwenye Wakolosai. Yohana 1:18. Yohana alikuwa anachambua Agano la Kale. Tusahau hilo siku zote. Kwa kama Yohana amechambua Agano la Kale, ina maana akisema ni mwema, inabidi Agano la Kale tukubali kwamba inasema mwema, kwa sababu anaanza kusema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa tayari anaanza kuchambua kutokea mwanzo. Mtindo wa Yesu kuchambua maandiko na wenyewe alikuwa anaanzia kwenye vitabu vya Musa mwanzo. Tutasoma kwenye Luka 24 mstari wa 25 hadi 27. Akaanza kutoka Musa, alafu akaanza kuelezea Mungu yuko mpango wa wokovu. Kwa Yesu anafanya mtindo huo mara nyingi sana kwenye uchambuzi wake wa maandiko yaliyokuepo, kwa sababu Mathayo hadi Ufunuo haikuepo. Kwa ukisema maandiko kwa Musa, kwa Petro, definitely atakumbuka ni Mwanzo mpaka Malaki. Kwa kwenye ukisoma labda tuseme hivi, ukisoma nyaraka maneno yote kule yanayoitwa maandiko ni Agano la Kale. Kwa Yesu anaposema Mungu ni mwema, anarifaa Agano la Kale. Matendo ya Mitume inapomuonyesha kwamba Mungu ni mwema na lengo lake ni kuokoa mwanadamu, anarifaa Agano la Kale. Tunaposoma Warumi mpaka Ufunuo tunaona Mungu amejaa wema katika Kristo, ni uchambuzi wa Agano la Kale. Unaona pale Waebrania Agano la Kale imekuwa densely ikichambuliwa kwa nguvu sana. Lakini ni Agano la Kale. Yakobo anachambua Agano la Kale mpaka kitabu cha Ayubu ambao kinachukulia kama kitabu ambacho kinaonekana kama Mungu ni mkatili. Yakobo amechambua, na kwenye Yakobo 5 nafikiri mstari wa 10 na ngapi pale ametaja. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tukiangalia waliochambua kutokea upande huu kurudi nyuma, tunaona walichambua Agano la Kale, yani Mwanzo mpaka Malaki, na walitoka na kinachoitwa Mungu ni pendo. Kwa hiyo Yohana kwenye waraka wake kwanza Yohana amechambua Agano la Kale, akasema Mungu ni pendo, conclusion yake God is love. Kwa hiyo hakutoa hewani. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye ni pendo kwenye Agano la Kale ni pendo hivyo hivyo. Huyu Mungu ambaye ni pendo ambaye ni pendo kwenye Agano Jipya. Yes. Ndio huyu Mungu ambaye ni pendo kwenye Agano la Kale. Yes. Kwa kuna confusion mahali kwenye usomaji wa Agano la Kale. Which is namna ya kuondoa hiyo utata kwenye kusoma Agano la Kale ni kuangalia Yesu alivyofanya, mitume walivyofanya. Kwa sababu mitume wamechukua pattern ya Yesu. Kuchambua Agano la Kale na kuchambua tabia za Mungu kutoka kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo tusingekuwa na Mathayo mpaka Ufunuo, tungekuwa pia na uwezo wa kuchambua na kusema Mungu ni mwema. Sababu kwenye hiyo tunasoma kwenye Zaburi anasema, kwa maana anasema mshukuruni Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Kwenye sehemu zote ambazo Daudi ameimba Zaburi anasema fadhili zake ni za milele. Ile fadhili ni wema. Ile tabia ya wema wa Mungu. Tena wakati wanaimba wana wa Asaf, wakati wanadedicate hekalu, mpaka makuhani walishindwa kufanya huduma siku hiyo. Kuna wimbo walikuwa wanaimbwa. Wana wa Asaf walikuwa wanaimba kwa maana fadhili zako ni za milele. Kwa anaonyesha kwamba tabia ya Mungu ni ufadhili wa Mungu, wema wa Mungu, sio tabia ya kitambo, ni ya milele. Maana yake ni cult, ni character. Kusema character maana yake kitu ambacho unahusika nayo. Kusema hii ni character ya Nyaronga maana yake sitaki kudoubt. Nikiambiwa character ya Nyaronga ni hasira, maana yake najua anytime atafanya hiyo. Ndio tabia yake. Nikisema huyu ni mwaminifu na ni character yake, maana yake
hiyo imebeba, ni kama imebeba asili yake, utendaji wake wote. Ni kitu ambacho huwezi kudoubt. Kwa Yohana anachambua maandiko ya Agano la Kale kwa kutumia eyewitness account, yani uwepo wa Yesu duniani katika mwili. Anatumia story yake kuchambua Agano la Kale. Na anaanza kuchambua neno. Wote tunajua neno ni Yesu. Lakini anavyoelezea huyo neno anamuita nuru, maana yake anachambua kitabu cha Mwanzo, nuru na giza anachambua Mwanzo. Maneno kama hayo yametajwa Mwanzo kabisa pale. Mstari wa 18 anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. That's a very key. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Anachambua Agano la Kale. Alafu akasema Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Hapa anamzungumzia Yesu katika mwili wake, anaitwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu katika mwili, ambao ni Yesu Kristo. Kwa anaposema huyu ndiye aliyemfunua, neno kumfunua pale ni neno exegomai. Exegomai ndio tunapataga mafundisho ambayo tunaita kizungu exegesis. Exegesis ni namna tunapofafanua, namna tunavyoelezea mambo. Kwa hiyo Mungu anakuwa exegetically explained na Yesu Kristo. Maana yake ukikutana na Yesu anamuelezea Mungu. Kwa kama Yesu hakuwahi kuua, Mungu hawezi kuua, kwa sababu Yesu anamfunua Mungu. Umeona Kwa hicho ndo kitu cha kwanza ambacho nataka tuone. Lakini cha pili, Paulo naye anaandika kwenye Wakolosai. Kwenye Wakolosai 1 kikuanzia mstari wa mstari wa mstari wa 19. Wakati anamzungumzia Yesu, ameelezea mbele ndiye kichwa cha mwili, kanisa naye ni mwanzo, mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Mstari wa 19 kwenye Wakolosai 1 anasema kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae ndani ya nini? Katika Yesu. Lakini mstari wa pili unaweza usielewe kama usipoenda mlango wa pili. Mlango wa pili mstari wa 9 anasema hivi, maana katika yeye, huyo Yesu, hapa yote maelezo yote ni ya Yesu, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Ina maana Yesu kutokea hivi, ukimwona, hakuna sehemu ambayo inaweza kumuelezea Mungu zaidi ya Yesu anayeonekana. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuja katika mwili, mojawapo ya kazi yake kubwa ni kumuelezea Mungu alivyo. Kwamba tulikuwa hatumjui, tulikuwa tunaishi kwa kuguess, lakini sasa hapa tumeelezewa kwa ufunuo wa Yesu Kristo, kwa Yesu kuja katika mwili. Kwa hiyo haiwezekani kawa tofauti kama tunamwangalia Yesu anavyotufundisha kuhusu Baba. Na kama Yesu amemuelezea Baba namna hiyo, ina maana Baba yuko hivyo wakati wote, kwa sababu utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Kama utimilifu wote, maana yake hakuna iliyobaki. Maana yake kama nikisema huyu mtu anayeonekana anafanana na shemeji 100%, ukikutana na shemeji unajua huyu hapigi. Ukikutana na shemeji unajua naye hapigi. Umeona? Kwa tabia ya Mungu inapatikana inafunuliwa kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo ni kitu ambacho cha muhimu sana. Kabla hujaanza hata kusoma Agano la Kale, unatakiwa hiyo ikae kwenye ufahamu wako, in the back of your mind, ya kwamba Kristo ndiye anayemfunua Baba. Kwa hiyo Apostle, vile vitu tunavyoviona kwenye maandiko ya Agano la Kale, kwamba Mungu amefanya hivi, ni picha ambazo zipo kwenye akili zetu tu, kwa jinsi ambayo tumefundishwa, na sio halisia kwamba ndio yale matendo Mungu alikuwa anayafanya, si ndio? Actually ukisoma kwa umakini na ukapitia namna, kwa sababu kuna namna ya kufasiri maandiko, kwa sababu Biblia ni literature book. Unaposoma kule kuna lugha za picha, kuna maneno ya watu, kuna maneno ya shetani, kuna watu waliokasirika, kuna watu waliofurahi, kuna watu waliokosea, hata waliodanganya wameandikwa pia kule. Kuna maneno ya wajakazi ambao wengine walikuwa wamechanganyikiwa, wakaamua kusema ikaandikwa. Ni very honest book Biblia. Kwa kila kitu kimeandikwa kule. Ile tu kustudy vizuri ya kwamba Mungu alikuwa anasema nini kwenye haya mazingira. Unaanza kuona
ya kwamba hapa Mungu hakufanya, hapa Mungu alikuwa kimya. Sawa. Hapa mwanadamu alifanya akamsingizia Mungu. Sawa. Hapa shetani alifanya akasingiziwa Mungu. Sawa. Sasa hayo unayaona kwa kufanya study. Okay. Kwa kufanya study. Ambayo nafikiri uko mbele tunaweza tukaanza kwenye hichi kitabu tumefanyia study sehemu kubwa, lakini tunaweza tukapitia kwa baadhi ya vitu ambavyo vinasemwa Mungu alimetenda na namna ambavyo hakutenda. Kwa mfano tunasema mfano kwenye issue ya gharika ya Nuhu, inaonekana kama vile Mungu ndiye aliyeua. Lakini ukisoma miaka 120 Mungu alikuwa ana summon kwa Nuhu ya kwamba waambia watu hawa gharika litakuja. Na ndio maana Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Hiyo kupata neema machoni pa Bwana, watu walijua kwamba Mungu alimpa neema hivi. Lakini alichofanya Nuhu ni kuimuona Mungu ni Mungu wa neema. Mungu ni Mungu wa upendo. Miaka yote hii anakuja tengeneza safina kwa sababu mvua inakuja. Nchi imeharibika, wanadamu wameharibu nchi. Watu wanasoma hiyo wanasema Mungu ndiye aliyeleta gharika. Wakati Mungu anasema wanadamu wameharibu nchi. Sawa. Na mvua itanyesha juu ya uso wa nchi. Kwa Mungu unaona anachokifanya Mungu ni ushawishi. Waambie waingie kwenye safina. Sawa. Watu wanachokifanya ni kukataa. Alafu wakafa. Ikaandikwa Mungu amewaua. Wakati Mungu ndio safina, yani kama vile mtu anavamia njoo kwa Yesu ili usiende jehanamu. Yeah. Imagine unaambiwa maneno haya. Alafu kesho ukaenda jehanamu na wameambiwa njoo. Sawa. Ina maana kwenye yale machaguzi ndio wasa wanatumia lugha. Hiyo ni hasira ya Mungu. Kumbe hasira ya Mungu ni kwenda mbali na Mungu mwenyewe. Ni Mungu anakuambia kaa hapa mwanangu usiharibike. Ingia kwenye safina. Mtazame nyoka wa shaba. Sawa. Alafu hapo ukipita hapo utapigwa radi, pita huku. Alafu unapita inakopata. Wanaandika hiyo ni hasira ya Mungu. Mungu akamua kwa hasira yake. Kwa kwenye Agano la Kale tutachambua kwa mbele. Hasira ya Mungu sio uwepo wa Mungu. Actually ni kutokuwepo kwa Mungu. Sawa. Mwanadamu anapokataa maelekezo ya Mungu anaangukia pabaya. Kwa sababu Mungu anagawa uzima. Kwa sababu uwezo wa Mungu ni katika kuokoa. Kwa sababu anasema Paulo anasema sionea injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila amini. Ina maana asiyeamini anapotea kwenye uwezo wa Mungu unaoweza kumwokoa. Anaingia kwenye maovu au uharibifu au mauti. Hiyo kwenye Agano la Kale wanatem hasira ya Mungu. Ndiyo lugha ya Musa ambao manabii waliadopti, na hata kwenye nyaraka kwa mfano kitabu cha Warumi wametaja ujio hasira au ghadhabu ya Mungu. Kwa unaona ghadhabu ya Mungu ni matokeo ya mwanadamu kutokuamini. Hata kwenye Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa ina maana Mungu provision yake ni uzima wa milele katika mwanae. Lakini wengine watachagua mauti au kupotea, na huko kuangamia wataita hasira ya Mungu. Sawa sawa. Yeah. Sasa Apostle, tunashukuru. Yeah. Tumekusudia kufanya vitu viwili kwa leo kwa faida ya mtazamaji. Sawa. Kama tulivyosema tutaangalia general overview. Sawa. Lakini pia tutapata muda wa kuanza kuangalia vitu vichache pia. Sawa. Na leo tutaangalia pia dhana ya ibada kama ulivyoelezea kwenye kitabu hiki. Kwa Mungu asiyejulikana. Kwa Mungu asiyejulikana. Sawa. Ukiangalia sura ya kwanza kabisa imeandika kwa Mungu asiyejulikana. Yeah. Lakini kabla tujaenda huko, kuna jambo moja kubwa sana umelisema hapa na umeliwekea msisitizo. Kwa kuandika kwa herufi kubwa. Sawa. Hii hapa hii ni kwenye sura ya 2. Umesema kwamba jambo la kwanza muhimu sana ni hili. Kama tunataka kumjua Mungu, ni lazima tumtazame Yesu. Yes, exactly. Ukisahau mambo yote uliyosoma au utakayosoma kwenye kitabu hiki, haya maneno ni muhimu usiyasahau. Sawa. Kama tukitaka kumjua Mungu, ni lazima tumtazame Yesu. Yes. Kwa hiyo kwa faida ya mtazamaji, umeelezea. Yeah. Lengo la kubold. Lengo la kubold na kuweka capitals. Ni kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akawa hajui namna ya kuchambua maandiko. Sawa. Na nina kitabu kingine kinachozungumza namna ya kuchambua maandiko. Kwenye hichi kitabu anaweza asione namna ya kuchambua hayo maandiko. Sawa. Lakini akishakaa na picha inayoitwa Mungu amefunuliwa katika Kristo, itamsaidia kuponya na upotevu mwingi. Sawa. Akisikia habari ya Mungu isiyofanana na Kristo, ataponea pale. Kwa sababu watu wengi wanaona Kristo ni mwema lakini Mungu ni mbaya. Kwa akisha kaa kwenye hilo eneo, ni msisitizo wangu, ili kwanza baki kwenye ile eneo awe salama wakati anaendelea kujifunza, au hata kama anaanza kusoma Agano la Kale tayari anakuwa na huo mtazamo.
Kwa hiyo unatuambia sisi ambao tunafuatilia kitabu na mafundisho haya kwamba tunaposoma maandiko ya kwenye Biblia tusiachukue tu kama yalivyo, lakini tuipeleke kwenye mizani ya Yesu kwanza. Yes, actually ndo namna ufunguo wa maandiko ni Kristo. Sawa. Sio tu kwenye kumjifunza Mungu, hata kujifunza tabia yako kama muamini ni Kristo. Sawa. Ukisoma Agano la Kale ni Kristo. Kwa sababu kwa mfano kwenye Yohana 5 Yesu anasema mstari wa 39, "Mwachunguza maandiko mkidhani mtapata uzima ndani yake. Sawa. Wala hamji kwangu ili mpate kuwa na huo uzima." Anasema na hayo ndio anayonishuhudia. Mstari wa 40 anasema wala hamji kwangu ili mpate kuwa na huo uzima. Sawa. Yesu anaposema mwachunguza maandiko anazungumzia maandiko ya Agano la Kale Mwanzo mpaka Malaki, ambao generally tukisomaga yale maandiko ndio watu wengi wanaonaga Mungu ni mbaya kutoka kule. Alafu anasema mstari unaofuata anasema sio mimi nitakayewashtaki, lakini Musa mnayemwamini atawashtaki. Anasema kama mngemwamini Musa mngeniamini na mimi, kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Sasa generally Musa ndiye alianza kuandika maandiko. Kwa kama kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu na Mambo ya Lawi ni maandiko ya Musa. Pale inspiration ya Musa ni kuandika habari za Yesu. Sawa. Alichokuwa anawaza ni kuandika anachokiona kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu katika Kristo Yesu. Sawa. Ina maana kitakacho anasema kama unaongozwa na nyota ya kufahamu direction alivyo Mungu au direction ya kufasiria maandiko, unatakiwa uwe na picha ya Kristo unaposoma. Sawa kabisa. Sawa. Hiyo ni pamoja na wema wa Mungu, tabia ya Mungu, na wema wako na tabia yako. Sawa. Mwenendo wetu, kila kitu kinachomhusu muamini na kinachomhusu Mungu, Kristo amekuja kufunua. Sawa. Yep. Asante sana. Kwa hiyo tabia ya Mungu tunajifunza kupitia Yesu Kristo kama funguo wa kutueleza tabia ya Mungu. Sawa. Nafikiri tuende hatua ya pili. Sawa. Dhana nzima ya kuabudu. Kwenye hii sura ya kwanza tunaanza kuandika kwa Mungu asiyejulikana. Lakini pia umetueleza hii kwa Mungu asiyejulikana umeitoa mahali gani. Kwa msomaji wa kitabu akipata akisoma ataona. Lakini ulikuwa unataka kutuambia nini kutoka hapa kwenye hii sura ya kwanza? Nimeamua kutumia very technical. Nimeamua kutumia maneno kwa Mungu asiyejulikana. Kuonyesha ya kwamba unaweza ukamwabudu Mungu usiyemjua. Rudia. Kuonyesha ya kwamba unaweza ukamwabudu Mungu usiyemjua. Sawa. Actually kutomjua Mungu vizuri ni ibada. Okay. Lakini sio ibada sahihi. Okay. Kumjua Mungu vizuri ni ibada na ndio ibada sahihi. Sawa. Kwa ibada sahihi ni matokeo ya fundisho sahihi juu ya Mungu na wokovu wake. Narudia tena. Ibada sahihi, ile kuheshimu, kufanya chochote kwa habari ya Mungu, inategemea fundisho ulilo nalo. Kwa hiyo ukimjifunza Mungu vibaya unakuwa na ibada mbaya. Actually usipomjua Mungu unaweza ukafanya ibada ya sanamu ukifikiri unamheshimu au unamwabudu Mungu aliye hai. Sawa. Huko kwenye nyimbo tumeenda mbali. Kabla tujaanza kuimba, mtazamo wetu juu ya Mungu unaamuru ibada yetu. Okay. Ndio maana ukisikiliza mtu anaimba, ukisikiliza mtu anatoa sadaka, ukiona mtu anafanya mambo, anahubiri, haya ni matokeo ya ibada yake kwa Mungu. Kwa ibada ni fundisho kwanza kabla ya matendo kwanza. Kwa sababu tunaamini right knowledge ndio inayoleta right believing. Na if you believe right, you worship right. Kwa sababu worship is doctrine. Ibada ni fundisho. Na tunaweza tukaangalia kwenye sehemu Yesu wakati anaongea na Mafarisayo, kuna kitu fulani alikisema. Alisema kwenye Mathayo 15, wakati anawananga Mafarisayo. Mstari wa 7 hadi 9 anasema, enyi wanafiki, anawaita wanafiki. Unawaita wanafiki watu ambao wana sijui msikiti, wana sinagogi, wana hekalu. Unawaita wanafiki. Wanaingia ibadani, wanatoa fungu la 10. Unawaita wanafiki. Watu ambao wanaabudu, wanainama na kuinuka, wanawahi ibadani, wanachelewa kutoka. Unawaita wanafiki.
unawaza Wayahudi walivyokuwa na ile commitment ya ibada mpaka leo. Alafu unawaita wanafiki, ina maana kuna kitu kikubwa sana. Sawa. Ina maana kumbe kujitoa kwenye ibada haina maana unaijua ibada. Sawa. Kwa kujitoa ni jambo zuri, lakini unaweza kujitoa vibaya. Sawa. Anasema enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya. Kwa hata Yesu hakutoa hewani, Isaya alitabiri. Akisema watu hao huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa mioyo inaweza ikawa mbali. Sawa. Anasema iko mbali nami, nao waniabudu bure. Okay. Kwa ukiwa ufahamu Mungu vizuri kwenye moyo wako, unakuwa na ibada ya bure. Okay. Ibada ya bure maana yake haina maana mbele za Mungu. Sio kwa sababu Mungu anaichukia, ni kwa sababu hufanyi sawa sana maagizo yake. Anasema waniabudu bure. Wananiabuduje bure? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ina maana usomaji wa Agano la Kale unaweza kutoka na maagizo ya wanadamu badala ya kutoka na ibada sahihi. Sawa. Kwa mfano, unaweza ukawa unasoma Agano la Kale kutafuta vitu vya kufanya. Usile nguruwe, ushike Sabato, ufanye nini? Sawa. Paulo anasema kwa Wakolosai ni kuabudu malaika, sio kumwabudu Mungu. Okay. Kwa nini anasema kuabudu malaika? Kwa sababu instruction ambayo Musa alitoa mlimani, ambayo yalikuwa na maelezo ya zile sheria, yalikuwa ni kuonyesha kutokuamini kwao. Ni ibada ambayo Mungu hakuendorse, aliendorse malaika na kuwaambia ya kwamba hawa watu hawamwamini Mungu. Sawa. Kwa hiyo akawapa, badala ya kuwapa sheria ya upendo, akawapa mambo ya kufanya. Sawa kabisa. Ndio maana akasema basi mtu asiwahukumu. Anaongea na waamini, Wakolosai 2:16 hadi 17. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili za kimwili. Anaita akili za kimwili. Lakini hawa ni wahubiri, ujue, na wanatumia maandiko ya Agano la Kale. Sawa. Akili zake za kimwili, wala akishiki kichwa, sio kushika kichwa hivi. Kushika kichwa hapa maana yake ni kuamini. Akishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa na viungo na mishipa na ukua katika maongeo yatoka kwa Mungu. Hapa anazungumza kuwa senta ya mambo yote ya ibada ni Kristo. Imani katika Kristo, ambayo ndio ufunuo halisi wa Baba. Kwa anasema mtu akifanya hayo anafanya ibada ya kuabudu malaika. Okay. Kwa hiyo inaweza ikawa ibada lakini isizae. Sasa hapo nimetaja mfano wa ibada ambayo kwenye Matendo ya Mitume. Sawa. Ambayo ni Matendo ya Mitume, ina story ndefu sana. Matendo ya Mitume 17. Yes. Mpaka 23. Yes, Matendo ya Mitume 17. Sawa. Sasa tukisoma hapo utaona mambo mengi sana ambayo nafikiri tusisome, lakini wale watu walikuwa wanaabudu, wakaandika Nitasoma, sababu iko hapa. Ina mistari mingapi? Ina mistari kama 7. Basi soma yote. Sawa. Anasema Paulo alipokuwa akiwangoja huko Athene, sawa, na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, sawa, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu. Sawa. Na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakutana naye. Wengi wakasema mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu mingine. Sawa. Kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Yes, ambayo sasa ndio injili hiyo. Sawa. Wakamshika, wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Sawa. Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote lile, ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Sawa. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Sawa. Kwa sababu nilipokuwa nikipita wanatafakari sana mambo ya dini. Kwa hiyo ni watu wa ibada. Sawa. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu yaliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana.
basi mimi nawahubiria habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Kwa issue unaweza ukawa na ibada isiyokuwa na taarifa sahihi juu ya Mungu. Kwa wao waliandika kwa Mungu asiyejulikana kwa sababu hawakuwa grounded na kufahamu kweli. Hawakuwa grounded na kufahamu Mungu. Na Yesu pia alimwambia huyo mwanamke, na nafikiri kwenye sehemu ambayo tunachukuaga ibada mara nyingi ni kwenye Yohana 4:20 hadi 24. Sasa baba zetu waliabudu katika mlima. Na yeye anaenda anazungumza ibada lakini anatumia location. Waliabudu katika mlima. Unaona? Kwa Yesu anaanza kumfundisha habari za ibada kwa namna iliyo sahihi. Kwa yeye anajua ibada ni location, yeye anafundisha habari za ufufuo wa kwake. Ndio maana anazungumza kuabudu katika roho na kweli. Tunajua kweli ya Injili ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na alifufuka ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Hiyo ndio kweli ya Injili. Kuanzia pale, anything chochote unachokifanya kwa kuamini hiyo ndio inaitwa ibada. Ibada sahihi ni kumfahamu Mungu katika Kristo Yesu na kazi yake ya ukombozi. Ukishindwa kufahamu hivyo, ukitoa sadaka unatoa nje ya ibada. Unaweza ukatoa sadaka na ukawa unaabudu malaika. Au unafanya ibada ya sanamu. Vitu kama hivyo. Sawa kabisa Apostle. Kwenye tukibaki hapa kwenye hii sura ya pili. Sawa. Sura ya kwanza. Sawa. Kuna jambo ambalo umelizungumza hapa. Unasema sio ajabu hata leo wengi ufikiri ibada ni kunyanyua mikono, kuimba taratibu na mambo yanayofanana na hayo. Mambo haya ni mazuri lakini anaweza kutoka kwenye moyo usio na ibada halisi. Hali ya ibada inategemea hali ya moyo. Sawa. Alafu kaja akasema pia kwamba ndio maana mtu aliye hai katika roho yake ndiye anayeweza kuabudu. Sawa. Nini ambacho kwa nataka kusema kwenye kitabu kwa haya maneno ambayo umeandika? Sawa. Je, sisi kuinua mikono ni vibaya? Kupiga magoti, kulala, kulia ni vibaya? Ulikuwa unataka kuleta ujumbe gani kutoka kwenye maneno haya? Nafikiri kwenye mstari uliofuata nimesema mambo haya ni mazuri. Lakini yanaweza kutoka kwenye moyo usio na ibada halisi. Kwa napomwamini Mungu, naponyanyua mikono na mtukuza Mungu. Mungu aliyefanya nini? Inawezekana unamtukuza Mungu anayeua. Unamtukuza Mungu mbaya. Unasema Mungu, kwa mfano ukiangalia ibada ya Ayubu. Ayubu baada ya watoto wake kufa akaja akaabudu. Anaabudu, anafanya maneno yake. Sasa ndio unaelewa ibada yake ilikuwa na kasoro. Asema tupate mema kwa Mungu, tusipate na mabaya. Kwa hiyo Mungu kwake ni mbaya na mwema. That's the wrong worship. Sababu worship of God is because of his goodness. Na wema wake ni kwa sababu tulikuwa wenye dhambi na akatuokoa na dhambi zetu. Kwa hiyo midomo yetu, mikono yetu, mambo yote tunayofanya ni kuitukuza hiyo kazi. Ni kuonyesha kwamba ni mwema, ndio maana ametuokoa. Lakini Ayubu anaonyesha wema wa Mungu kwenye ibada yake kwa kuonyesha kwamba Mungu ana tabia isiyoeleweka. Anasema yeye wakati wa kuua anaua, wakati wa kuponya anaponya. Anasema ndio ibada. Na watu wengi wanamwabudu Mungu namna hiyo hata leo. Hata leo. Kwa hiyo kumwabudu Mungu sio kwa matukio aliyofanya, ni kwa sababu ya moyo wake wa wema ambao umefunuliwa ndani ya Yesu Kristo. Sasa hiyo ni changamoto. Watu wameenda mbali sana kwenye kufanya mambo mengi yanayohusiana na ibada. Wengine wajichoma mikono kabisa wanaabudu, wengine wananyoa nywele wanaabudu, lakini mambo haya yote hayana maana isipokuwa imani katika Yesu Kristo. Sasa nikinyanyua mikono ni kwa sababu namtukuza Yesu Kristo. Kama natakiwa kufanya kingine chochote ni kwa sababu ya kuitukuza kazi yake. Huo ndio moyo uliobadilishwa. Mtu aliyemwamini Kristo akifanya mambo ya nje kuonyesha kilichoko kwenye moyo wake. Kwa hiyo nikinyanyua mikono, nikiimba, nikilia, nikifanya chochote, iwe imetokana na ukweli ya kwamba nimeamini katika wema wa Mungu uliodhihirishwa kwa njia ya Yesu Kristo na kwa ukombozi wake kwa njia ya kufa na kufa kwa Yesu Kristo. Mtu asiyeamini haya hawezi kufanya ibada. Sawa kabisa. Na akifanya ibada, anafanya ibada kwa Mungu asiyemjua. Na wala haiendi kwa Mungu. Sawa kabisa. Kwa faida ya mtazamaji. Sawa. Na tukiwa tunaelekea ukingoni. Sawa. Kwenye sura ya kwanza kuna
hitimisho zuri ambalo nimeliweka. Hitimisho ambalo natamani ukipata kitabu katika kusoma usisahau kupitia na hapa pia. Anasema kwa hiyo ni muhimu sana tuhame kutoka kuabudu tusichokijua au kumwabudu Mungu asiyejulikana au Mungu anayechanganya jinsi alivyo asieleweka. Sawa. Na kumwabudu Mungu tunayemjua kupitia ufunuo wa Yesu Kristo. Yeah. Ni hitimisho zuri sana ambalo limeweka wazi kila kitu ambacho amekusudia kuelezea kwenye sura ya kwanza. Ni shauri tu wakati watu wanaendelea tunapomalizia, ni vizuri mtu ajenge kiu ya kumfahamu Mungu. Na uzuri moja tumeweka platform kama hizi ili mtu apate muda wa kujifunza na kumuona Mungu katika uhalisia wake. Alafu ibada yake inaanza kuwa na maana kutokea pale. Kwa hiyo bila ufunuo wa Yesu Kristo Mungu hajulikani. Sawa. Mungu hana njia nyingine ambayo amesema tumjue yeye isipokuwa katika mwanae. Sababu maana ya mwana kwa Wayahudi actually ni mtu ambaye ananielezea mimi au ni mrithi wangu. Au ni mtu kwa sio jinsia. Ndio maana tunaweza kuita wanawake mwana wa Mungu. Kinachofanya mwana pale sio jinsia. Maana yake anayemfanania Mungu, anayemuelezea Mungu. Yes. Kwa Yesu ni mwana wa Mungu. Na actually Wayahudi walitaka kumpiga kwa sababu hiyo. Anasema kwa sababu ya kazi njema hatukupigi, ila kwa kujifanya wewe unafanana na Mungu. Yeah, kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu, maana yake amekuja kumuelezea Mungu. Kwa hiyo anaposema mimi ni mwana wa Mungu, anasema ukiniona mimi umemwona Mungu. Ukitaka maelezo yote juu ya Mungu, hutakiwi kutafuta Mungu asiyeonekana. Mimi nayeonekana ni maelezo, ni notebook, ni notes za Mungu. Kwa hiyo ukimsoma Yesu unamsoma Mungu. Yeah. Wow. Tunashukuru sana Apostle. Ni kitabu kizuri. Ameshauri jambo zuri sana kwamba tuongeze kiu ya kujifunza. Kujifunza hakuna mwisho. Hasa darasa hili. Halina mwisho. Kila siku tunajifunza, kila siku tunakuwa. Kwa pia nikuhimize kwamba fuatilia channel yetu, subscribe channel yetu. Pata muda, dakika ni chache sana, kaa sikiliza. Kama una swali, unaweza ukaliandika hapo kwenye comment. Au unaweza ukapose swali kupitia namba za simu ambazo zitaonekana hapo. Lakini tukuhimize, ni muhimu sana 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 kujifunza. Tunaamini umebarikiwa na kipindi chetu na tumefika mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Tunaamini kabisa kwamba kitabu hiki kimefanyika baraka kwako, na nakuhimiza kama hujakipata unaweza ukasiana na Apostle Shemeji Melaeki kwa ajili ya ukipata ukiweke pia kwenye library yako. Uendelee kujifunza, ukisome na ukisome. Mpaka wakati mwingine tutakapoonana, Mungu amekubariki sana. Amen. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliyetuzaa kwa mbegu isiyoharibika. Asante kwa sababu kwa ahadi yako sisi tumefanyika viumbe wapya. Asante kwa sababu kwa kile ambacho amekitimiliza Yesu msalabani, sisi tumepokea kuwa wana wa Mungu ndani yetu na tumesamehewa dhambi zetu. Asante kwa sababu ya kipindi kizuri ambacho tumekuwa nacho. Tunaamini kabisa kwamba nuru yako imeangaza katika mioyo ya watu. Maisha ya watu yanabadilishwa, mitazamo ya watu yanabadilishwa juu ya tabia ya Mungu, na wewe Kristo unaendelea kutukuzwa na sisi tunajengwa kupitia mafundisho haya. Asante kwa sababu tutapata muda mwingine tena wa kujifunza, na msikilizaji na mtazamaji atapata muda wa utulivu kufuatilia yote ambayo tumejadili hapa kwa ajili ya ufahamu wake kuendelea kujengwa na kukufahamu wewe kwa uhalisia kabisa. Asante kwa sababu yote yanafanyika kwa mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante, mpaka wakati mwingine tena. Tunakukumbusha usiache kusubscribe. Don't forget to subscribe. Asante. Asante. How was it? Saa 11.